Na wachuoni wameelezea mambo mengi kuhusiana na bid'a, lakini katika mambo ambayo tunatahadharishana katika bid'a ambazo ni zenye kuenea katika jamii yetu na ambazo hivi sasa zimekuwa zinazuka katika jamii yetu ni jambo la taqlidu ahli alghinai walmawziqi fi tilawati alquran. Ni jambo la kuwaiga watu wa nyimbo na miziki katika kuisoma Qur'ani. Miongoni mwa mambo ambayo yamezuka katika hizi zama zetu, au ni mambo ambayo yamekuwa hivi sasa bid'a yake inashamiri mpaka katika hii miji yetu, ni kuiga usomaji wa watu wa miziki katika jambo la kuisoma Qur'ani. Na wanawachuoni wameandika mambo mbalimbali kuhusiana na uharamu wa kuisoma Qur'ani kwa kupitia melody, toni, au kuisoma Qur'ani kwa kupitia sauti za miziki. Utasikia kwamba hii ni maqam fulani, hii ni maqam. Haya ni mambo ambayo yaliyozushwa. Asli haya ni mambo ambayo Waarabu walikuwa wakiyatumia katika tarabu zao. Ni sauti ambazo asli zilikuwa zinatumika katika mambo ya miziki. Ni sauti ambazo zilizochukuliwa na kutoholewa katika ala za miziki kupitia vinanda, lakini kadhalika magita. Watu wakawa wanazitoa sauti hizo, wakawa wanaziingiza katika kuisoma Qur'an, jambo ambalo likawa linawapelekea watu kuondoka katika lile lengo la asili la kuteremsha Qur'an, nalo ni lengo la kufaidika na kunufaika kupitia hii Qur'ani na maneno yake na mawaidha yake, au yale mazingatio yaliyokuja katika Qur'an. Watu ikawa akili zao zote, mioyo yao inashughulika katika sauti ya msomaji. Kwa katika bid'a ambazo zinaingia katika miji yetu ni kuisoma Qur'ani kwa kupitia miziki au kupitia sauti za miziki, sauti za watu wa nyimbo. Hizi ni katika bid'a ambazo Waislamu watakikana wazikemee. Na wale wasomaji ambao wanasoma Qur'ani kupitia maqamat, hawa ni watu ambao wakukemewa. Wakikataa, wasikubali, watolewe, wasikubali. Waislamu wakawa wanasalishwa kwa kupitia Qur'an, kisha Qur'ani hiyo ikawa inasoma kwa sauti za nyimbo. Wallahi haya ni maasi. Mimi